Tukianza na gazeti la Uhuru, lina habari kubwa inayosema ni mshike uchukuaji fomu. Sura mpya kibao za jitokeza majimboni, wakongwe waibuka kutetea nafasi zao. Takriban mawaziri, naibu mawaziri wote wamejitokeza kuchukua fomu za kuomba kuteuliwa na CCM kuwania tena ubunge katika majimbo wanayoyaongoza. Wa CCJ wapuuzwa. Mwenyekiti wa chama cha jamii CCJ wilaya Geita Juma Faru amekihama chama hicho na kujiunga na CCM. Na katika gazeti la Majira, ubunge CCM mshike, mgombea aomba akopeshwe fomu. Wasomi wanasiasa wamkosoa Kikwete. Na katika gazeti la Mwananchi, Tanzania kuwa ya kwanza kupata dawa ya ukimwi, mkurugenzi wa utafiti wa tiba asifia JWTZ Muhimbili kwa mchango wao. Serikali ya haa kudhibiti wizi wa kimafia. Miezi michache baada ya kuripotiwa wizi wa fedha kupitia mtandao wa kompyuta kwenye benki 3 kubwa nchini, serikali ina haa kutafuta wataalam wa kukabiliana na tatizo hilo. Mbwembwe vituko vya tawala wagombea. Na katika gazeti la Habari Leo, kitimtimu cha fomu chaanza. TAKUKURU yacheza karibu na wagombea, yasambaza namba za simu ili kupata taarifa. Maofisa wavalia kijani kunasa washukiwa. Siku ya kwanza ya uchukuaji fomu za CCM kwa wanachama wake wanaowania ubunge na udiwani jana iligubikwa na mbinu mbalimbali za taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU za kudhibiti utoaji rushwa. TAKUKURU yapiga kambi manispaa Kinondoni, waasibu matumbo joto, wahojiwa ubadhilifu. Baada ya kubainika watumishi wa idara ya ardhi katika manispaa Kinondoni kukithiri kwa wizi na uuzaji holela wa viwanja, sasa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU imehamia kwa waasibu wa manispaa hiyo. Wenye hasira wateketeza ofisi. Licha ya serikali kuonya wananchi kutojichukulia sheria mkononi kwa kisingizio cha wananchi wenye hasira kwa kuvamia ofisi za umma na vituo vya polisi nchini, hali hiyo imeukumba mkoa wa Mwanza. Gazeti la Jambo Leo, ubunge udiwani CCM ni kivumbi, baadhi ya vigogo watolewa jasho majimboni. Lipumba Lowassa waombe radhi wa Tanzania. Wanafunzi wauana disco wakigombea wasichana. Na katika gazeti la Tanzania Daima, uchukuaji fomu CCM mawaziri wa JK kiwewe. Wasira Profesa Peter Msola wageuka mbogo. Peter kabisa arejea tena kumvaa Idi Azan. Watoto wa vigogo Malichela Mungai na wamo. Serikali ya mseto yaiva Zanzibar, vyombo vya dola vyaonywa. Vyombo vya ulinzi na usalama nchini vimetakiwa kuwa tayari kulinda na kuitetea serikali ya umoja wa kitaifa inayotarajiwa kuunda Zanzibar baada ya kura ya maoni inayotarajiwa kufanyika mwishoni mwa mwezi huu. Wachakachuaji mafuta 6 watiwa mbaroni. Na katika gazeti la Uwazi lina habari kubwa inayosema familia iliyofia ofisini majirani wasema ni sumu. Vifo vyao viliambatana na maumivu makali, vurugu za ajabu. Na katika gazeti la The Citizen lina habari kubwa inayosema Umoja wa Mataifa kuipima sheria ya ukimwi ya Tanzania. Na katika gazeti la Daily News, mamia wakimbilia kuchukua fomu CCM. UNDP yapongeza hatua ya Zanzibar kuhusu mpango wa kuunda serikali ya umoja wa kitaifa baada ya kura ya maoni inayotarajiwa kufanyika Julai 31. Na sasa tuangalie habari za michezo, tukianza na gazeti la Daily News ambalo limebeba habari kubwa inayosema wanachama wengi wa Yanga hawakupiga kura kumchagua mwenyekiti wa klabu hiyo. Nafasi ya pili kwa mwisho ni katika Big Brother Africa. Matumla astaafu baada ya kushindwa. Na katika gazeti la The Citizen upande wa michezo, mwenyekiti mpya Yanga ataka umoja ni baada ya kushinda uchaguzi. Matumla akabidhi gloves baada ya kushindwa. Tukiangalia gazeti la Tanzania Daima upande wa michezo, Madega Mwakalebela wabeba fomu za ubunge. Nchunga Mosha mabosi Yanga Sports Club. Mayai Mzee Yusuf Binda Rupia Rutashoborwa ndani. Kamati ya uchaguzi ya Yanga jana ilimtangaza Lloyd Nchunga kuwa mwenyekiti mpya wa klabu hiyo, akitoa mikoba ya Imani Madega aliyemaliza muda wake baada ya kupata kura 1437, hivyo akiwashinda wenzake wanne. Gazeti la Jambo Leo upande wa michezo, Nchunga Mosha Mayai Mzee Yusuf waula Yanga. Ngoi awania ubunge Moshi. Rais wa shirikisho la kimataifa la ngumi za kulipwa Africa IBF Africa Onesmo Ngoi amejitosa katika kinyang'anyiro cha ubunge jimbo la Moshi mjini linaloshikiliwa na Philemon Desamburo wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Gazeti la Habari Leo, kura 1000 Yanga za ning'inia. Washindwa kupiga kura kumchagua mwenyekiti. Rage ampongeza Nchunga asema ni shababi. Mayai Mzee Yusuf Sara Ramadhani waula.
Maugo amstaafisha ngumi Matumla. Na katika gazeti la Mwananchi upande wa michezo, Maugo amstaafisha rasmi Matumla. Bondia wa uzito wa kati Rashid Matumla maarufu kama Snakeman ametangaza kuachana na shughuli za mchezo huo na kuamua kuwa kocha. Vuvuzela za wapokea Jangwani. Tarumbeta maarufu za vuvuzela ndizo zilizotumika kuwapokea viongozi wapya wa klabu ya Yanga baada ya kamati ya uchaguzi ya klabu hiyo kuwatangaza rasmi jana. Papik amtimua rasmi Njoroge. Gazeti la Majira, Mzee Yusuf kupeleka alamba Yanga. Maugo amlazimisha Matumla afungumi. Na katika gazeti la Uhuru, uchaguzi Yanga ni fedheha. Mizengo ya tawala, wanachama 2429 wasusa, wengine waondoka na karatasi za kupiga kura. Mnyarwanda wa Azam aripoti aanza mazoezi. Nchunga atangazwa mwenyekiti. Gazeti la michezo la Mwanaspoti, usajili wa kutisha Simba Yanga CAF. Papik amtimua vibaya Njoroge da. Gazeti hilo la Mwanaspoti umekwisha. Kanavaro amchambua John Terry. Kapelo ajikuta matatani England. TP Mazembe ya ng'ara. Na kwa taarifa hizi basi tunafikia mwisho wa kipindi chetu cha Asubuhi Njema kwa leo. Kwa niaba ya fundi mitambo Geoffrey Magawa aka Kim, mimi ni Dorcas Raymond Simtenga. Asanteni kwa kuwa nasi.